Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rahma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine ambao tunafika katika viwanja hivi, lengo na makusudio kubwa ambao huanga tuko nayo katika kufika katika viwanja hivi ni kufikisha kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja peke yake. Mimi kwa majina wananiita Salim Ngugi Wanyoike, sijui wanakuitaje? Mimi wananiita Leonard. Leonard. Muislamu, Mkristo Leonard? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo? Mkristo wa kweli ama Mkristo tu? Ni Mkristo wa kweli. Mkristo wa kweli. Weka swali tulisikia leo, ni gani swali? Swali langu ni jinsi mnavyo swali. Sasa naona huwa mnainama mara mingi sana. Huwa mna bend mara mingi sana. Naam. Huwa msikie mgongo inauma. Asante sana. Anauliza wakati tunainama kwanza tunarukuu namna hivi, Allahu Akbar hivi, mgongo inanyoka vizuri, alafu tunainama tunapeleka uso chini. Kwanza hii wanasayansi wamedhibitisha ni tiba ya magonjwa mengi ya mgongo katika hii swala lote la ibada. Unaona? So Mungu wakati ametuletea ibada ni manufaa hata yetu kiafya. Na ndio unaona wazee wengi hata wa Kiislamu utawapata bado wako na afya zao. Hawabende haraka hivi, hapana. Unapata mzee ako miaka 70 lakini bado ananyoka nyoka. Unaona, ni kwa sababu amezoea. Hii ni mazoezi tosha. Badala ya kwenda kwa gym ushinde ukiinamishwa na nini, hii ni mazoezi tosha ya kuinama na kuinuka. Pata vizuri na tena juu yake unapata thawabu. So hakuna kitu inatuuma, kwanza mgongo inakuwa wazi na inakuwa sawa. Kwa sababu unavotelemka hivi, kwanza unanyoosha hizi nini za mgongo, spinal cord inanyoka vizuri. Tena unainamuka namna hivi, inakuwa iko sawa kabisa. So inakuwa pia ni mazoezi katika mwili. So hakuna mahali tunaumwa, hapana. Tena tunasema alhamdulillah kwa sababu Mungu ametujalia akatupa njia nzuri ya kuabudu, na ni njia ambayo pia ina faida katika miili yetu. Kwa nafikiria kama labda mtu huwa anasikia uchungu wa kibend. Hakuna uchungu uko pale. Yale ni mazoezi tosha. Unamwabudu Mwenyezi Mungu na unapata faida ya kiafya. Yaani unapata faida ya kiroho na ya kiafya. Amna, ungesikia tukilalamika lakini hatujalalamika, tunasema alhamdulillah, tunashukuru kila wakati. Sawa sana. Kwa kwanza nielewe hiyo kwanza. Ndio hiyo inakuwa ni mazoezi tosha, na wewe inafaa uwe unaifanya kwa sababu ndio ibada ambao manabii wamehusiwa na Mwenyezi Mungu, na pia wafuasi wa manabii wote wamehusiwa kufanya ibada ya kupeleka uso chini, ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Swali yangu sasa, tukiangalia manabii walikuwa Mungu akina Elijah, Elisha, walikuwa na dini, yani walikuwa na dini yani. Manabii wote walikuwa na dini moja ambayo ilikuwa ni Uislamu. 42:13 Qur'an. Dini ilikuwa ni moja. Hakuna nabii aliyekanyaga hii dunia na hakuwa na dini. Dini ilikuwa ya Uislamu na hawakuleta dini nyingine isipokuwa dini ya Uislamu. Ndio dini ya watu wote. Mungu ameifadhilisha na Mungu akawapendelea wanadamu wawe Waislamu. Qur'ani 42:13 ndio dini ambayo Mungu amewapatia manabii wote. Inasema angalia 42:13 amekupeni sheria. Angalia hapo. Amekupeni sheria ya dini ile aliyomuhusia Nuhu. Yani tumepewa sheria ya dini ile aliyohusiwa Nabii Nuhu alayhi salam. Na tuliokufunulia wewe. Na tuliokufunulia wewe bimaana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tuliowahusia Ibrahimu na Musa na Isa. Na tuliowahusia Ibrahimu na Musa na Isa. Isa ndio Yesu mtoto wa Maryam. Kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Kwamba msimamishe dini wala msifarikiane katika dini. Yani hii dini ambayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepatiwa ndio dini iliyopatiwa manabii wote waliokuja duniani, na wote walipatiwa dini ya Uislamu peke yao. Hakuna nabii alipatiwa dini kinyume na hiyo. Na iko kwa Biblia dini walipatiwa. Pia hawangeweka kwa Biblia kwa sababu angekuwekea kwa Biblia wewe ungekuaje Mkristo? So hawakukuwekea kwa Biblia kwa sababu walijua wakikuwekea wewe hautakuwa Mkristo, na walikuwa wanataka kukumanipulate ndio uwe katika Ukristo. So waliondoa, hawangeweka. Mambo mengi yaliondolewa yaliyojulikana haya yatawaongoza watu wawe Waislamu katika Biblia wakayanyofoa. Na ndio unaona hawakukuwekea hata kama Ukristo ni dini. Hawakuweka.
walikuwekea tu imani kwa mdomo ambao haiko katika maandiko. So wewe ni innocent inheritor, umeinherit mambo ambayo kwanza hayamo. Dini ni moja ya Uislamu ndio iko na ushahidi. Dini ya Ukristo kwa Biblia walikataa hata kuweka, kwa sababu walijua wakiweka wataulizwa the source ya hii dini ya Ukristo ni wapi. Hawakuweka. Sawa hapa kwa sababu Mungu ni moja. Mungu hawezi kuleta njia mbili duniani. Mungu akiwa moja, njia ya kwenda kwake ni moja, na njia ya pili ni ya kwenda motoni. Motoni jehanamu. Motoni ni jehanamu, pale watu waovu wale waliokanusha amri za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ataenda kuadhibu, ni motoni. Motoni na yani imewekwa pande gani? Motoni. Moto imeumbwa, Mwenyezi Mungu ameumba moto na ameumba pepo. Tayari ziko tayari, ni watu kuingia tu. Siku ya kiyama watu wa peponi wanaingia, watu wa motoni wanaingia. Ni kitu ambacho kiko tayari kimetengenezwa. Sio kitu ati ambao kitatengenezwa baadaye, hapana. Na moto sio wa shetani, hapana. Moto ni wa Mungu, pepo ni ya Mungu. Zote mbili ni za Mwenyezi Mungu. Manake hata Ibilisi na malaika zake wote wataangamizwa motoni. Malaika zake manake wale waliomfuata huyu Ibilisi kwa tamaa zake na tabia yake mbovu, akamkataa Mwenyezi Mungu. Na yeyote aliyemkataa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika umma huu atajilaumu sana siku ya kiyama. Qur'ani 4:41. Ni wewe umfuate Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapema uwe Muislamu. Mbona kwa Biblia hakuna Muhammad? Nitakuonyesha, usiwe na wasiwasi. Saa hii acha nimalizane na hii 4:41 Qur'ani. Muonyeshe vizuri aone. Angalia huku baba. Ungesongea kidogo hapa. Wewe kaa tu hapo. Wewe ndio umesonga sana hapo tu. Basi itakuwaje tutakapoleta shahidi katika kila umma? Unaulizwa itakuwaje wakati Mwenyezi Mungu atalete kila shahidi katika kila umma? Na tukakuleta wewe Nabii Muhammad. Uwe shahidi juu ya hao umma wako. Asante. Siku hiyo wale waliokufuru na kumuasi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watatamani ardhi isawazishwe juu yao, yani lao kuwa wamefukiwa tu kaburini bila ya kufufuliwa. Yani watu watatamani lao hawangefufuliwa wale watu waliomkataa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe ukimkataa Muhammad zama hizi, siku ya kiyama utaomba Mungu asije akakufufua kwa sababu ya ile adhabu utaenda kupatiwa. Na kumkubali Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kukubali Qur'ani na kukubali sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe unauliza mbona Muhammad hajafanywaje? Hajatajwa kwa Biblia pia. Mbona hajatajwa kwa Biblia? Lete hiyo Biblia hapa. Ni kwa sababu hii. Nipigie hapo Dibaji asikie vizuri. Hawangetaja, walijua tu wakitaja wewe mwenyewe hutakuwa Mkristo. Dibaji. Yani utangulize, angalia vizuri inasema kitu gani. Wangeweka tu Muhammad, leo wewe ungekuwa Mkristo, ungekuwa unawapelekea sadaka. Sasa wangekula wapi? Sikiza habari inasemaje. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametokea katika janibu mbalimbali za nchi hii. Asante. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiria kwamba jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Yehova, Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Litakapopigwa chapa kitabu cha Agano la Kale, kutakuwa na maelezo maalumu juu ya neno hilo. Asante. Pia maandalizo ya majina yote ya watu. Maandalizi ya majina yote ya watu kama akina Muhammad na wale wengine, majina ya watu ilifanywaje? Na ya mahali ilikuwa lazima yafikiriwe tena. Na mengine kutengenezwa upya. Majina ya watu wanasema walifikiria tena. Sasa waliona wakikuandikia Muhammad wewe hautakuwa Mkristo, wakatengeneza tena. Malizia. Jambo hili lilikuwa kazi kubwa sana. Wanasema kazi ya kubadilisha majina ya watu ili watu wasije wakajua ukweli ilikuwa ni kazi ngumu sana. Kwa sababu yako majina zaidi ya 3500. Asante. Tena jina la kitabu chenyewe. Lilifikiriwa. Walifikiria, hata hii Biblia walifikiria. So waliona majina ya watu lazima yatengenezwe tena. Kwa mfano jina badala waandike Muhammad walikuwa wanaandikaje? Nyakati 1:16. Mambo ya Nyakati 1:16 inasema. Walitengeneza, ndio wewe leo umebaki bado katika Ukristo. Sikiza habari walipotengeneza wametengenezaje? Nyakati 1:16 wa kwanza. 1:16. Sikiza namna walivyotengeneza yale majina.
Haya. 1:16 Nyakati wa kwanza. Sikiza. Inasema hivi. 1:16 inasema. Na Maarvadi. Na Maarvadi. Na Msemari. Badala waandike Msomali wanaandika Msemari. Na Maarvadi. Na Msemari. Na Mahamadhi. Angalia, na Muhammadhi. Mahamadhi. Kuna mtu nasikianga anaitwa Muhammad hii dunia? Hajasikia. Badala waandike Muhammad wakatoa D na H ile DH nini I. Badala waseme Muhammad wakasema Muhammad. Na kwa kizungu wakitranslate hapo wanaita bado Muhammad kwa sababu hawakutaka wewe ujue ukweli, ndio wanakuambia majina mengine ilibidi wayabadilishe. Na ndio leo sijaiona Mkristo amezaa mtoto akamuita na Muhammadhi. So hii ni jina ya kutengenezwa. Walijua wakiandika na Muhammad, wanajua tukiweka Muhammad hawa Wakristo watafuata Ukristo, watahama wawe Waislamu. So wakabadilisha jina ili kukutoa usifuate ile ukweli ulioko. Hiyo ndio ilikuwa lengo lao. Sawa. Na ndio ikaona wewe ukabaki katika ugaratia mpaka leo. Sasa ni wewe uamue uhame uwe Muislamu. Na swali yangu lete ni kuhusu ndoa yani kuhusu kuoa. Nyinyi naonanga mnawanga wanawake wengi. Tunaoa wanawake wengi ikiwezekana. Na Kristo unafaa kuwa na mmoja. Sasa ni gani halali sasa? Sasa kama Wakristo wanafaa kuwa na mmoja, sijaona hata Biblia mahali nasema Wakristo waoe. Sasa ni nyinyi tu mmeamua labda mkae na mmoja, na inategemea labda hamna nguvu ya kifedha, hamna nguvu ya kiume. Unajua kuoa wake wawili sio mchezo. Lazima uwe na nguvu ya kiume, lazima uwe na nguvu ya kifedha. Kuna mambo mengi sana yanahusiwa pale. Sio uende ukachukue binti ya mtu, uchukue wasichana wawili wa watu na uwezi kuwatimizia matakwa yao. Kuoa wake wawili ni kazi, sio mchezo. Ni sunna, lakini ni kazi kubwa sana kuitekeleza. Sio mambo ya mchezo, kwa sababu wale wanawake wanataka kuvaa, wale wanawake wanataka mambo mengi sana kukula, wanataka pia uwatimizie haki zao, mahitaji yao. Sasa wewe unatosheleshwa na wangapi wewe? Mimi kama Mkristo najua nafaa kuwa na mmoja. Sasa wapi imeandikwa Mkristo inafaa kuwa na mmoja? Sijaipata hiyo andiko. Wewe kama mwanaume wewe unaweza tosheleshwa na wanawake wangapi wewe? Mimi kama mwanaume. Sasa katika wewe sasa kabla ya Biblia, wewe kama mwanaume wewe unatosheleshwa na wanawake wangapi wewe? Mimi hapa na siwezi sema ni wangu. Sasa uwezi sema na umetudanganya saa hii ni mmoja. Sio umetuambia ni mmoja tena saa hii nakuuliza wewe binafsi unaweza tosheleshwa, unasema tena ujui. Unajua pia ina depend kama uko na pesa. Sasa uwezi kuwa na wengi. Tunazungumzia kuhusu wewe. Wewe unaridhika na mke mmoja? Mke mmoja? Mimi siridhiki. Sasa na mbona unaangalia sasa? Kumbe uridhiki na unakaa kule kwa dhiki tu. Sasa kama wewe uridhiki na mmoja, basi na usiwe Muislamu kwa ajili ya kuoa. Hapana, hiyo nayo ni makosa. Wewe kuwa Muislamu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili umeona Uislamu ni ukweli, sawa? So katika kuoa ni sunna, inakubalika, ila usioe mwanamke usioe wanawake wawili kama una uwezo. Ni makosa, utapata dhambi. Sawa? Kwa sababu hautaweza kuwatimizia mahitaji yao. So kama uko na uwezo ndio unaambiwa unaweza kuoa wawili au watatu. Sikia Qur'an nasemaje? 4:3 Qur'an. Sio jambo ambalo umewekewa ulazima. Angalia hapo babu na sio lazima owe wanne. Sio lazima, hamna ulazima umewekwa. Sikiza habari. Na kama mkiogopa kutowafanyia waadhilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia waadhilifu wanawake. Asante. Basi oweni mnaowapenda katika wanawake. Basi oweni mnaowapenda katika wanawake. Madamu mtawafanyia insafu. Wangapi? Wawili, watatu au wanne tu. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi oweni mmoja tu. Unaambiwa kama wewe huna uwezo wa wanawake wawili, basi oa mmoja tu. Sasa wewe unatudanganya wewe ni Mkristo na umesema utosheleshwi na mwanamke mmoja. Nyinyi ndio mnaweka wanawake huku. Wewe unaweka mmoja huku Mkuru kwa Jenga, mwingine Mkuru kwa Ruben. Alafu ukinwadanganya watu ni mimi nakuanga na mke mmoja. Siku ambao utakufa wanakuja wanawake watatu, wako na watoto wako wote. Inakuwa ni aibu. Sasa kama uko na uwezo tangaza niko na wake wawili.
kwa sababu uko na uwezo, unaweza kuwahudumia na kila kitu. Unanipata vizuri kuliko kufanya zinaa, kwa sababu zinaa tunaambiwa kwanza inaleta ufukara na inaleta maradhi. Unaona, zinaa inaleta ufukara na pia inaleta maradhi. Zinaa maradhi, unapata maradhi mingi, sijui utaambiwa kisonono, utaambiwa nini, maradhi mengi sana yanaletwa na hii mambo ya kufanya uzinifu. So it's better uepukane na uzinifu. Kama uko na uwezo uwe wanawake wawili kuliko kufanya uzinifu. Kama huna uwezo basi we baki na mmoja. Kama huyo mmoja anakutoshelesha, unatafuta wa pili wa kazi gani? Wewe kama huyo mmoja anakutoshelesha kwa mahitaji yako unayohitaji katika mwanamke, yote unatosheleshwa na huyo mke wako mmoja, basi iko halali, iko sawa, uishi naye. Hakuna ulazima unalazimishwa uwe na wawili, hamna. Hapa nimekuelewa hapo. Umeelewa Haya, kuna swali lingine ya ziada? Naona sina swali lingine mimi. Uko tayari kuwa Muislamu? Nafasi iko na kuwa Muislamu ni free, hamna membership card, hamna nini. Si mtu kwanza anakaanga chini kwanza anafikiria kidogo tu. Kwanza unataka ufikirie. Nafasi iko, wewe nenda fikiria, kifikiria uko tayari uje. Mimi ni Muislamu. Wewe dini gani? Hiyo wewe tumeongea mambo mengi. Ndio nataka nijue dini gani, manake watu wasije wakasema mtu tunayeongea naye hapa labda ni Rastafarian na hatujajua. I am a Christian. Asante, lete swali. Swali ni moja tu leo. Hakuna shida, hiyo moja ndio muhimu tuipate. Je, ni haki kulipa huduma za pasta baada ya mazishi? Pengine amekuja kuhudhuria mazishi fulani na amekuwa kiongozi katika ile mazishi, baada ya kuzika naona wanalipwa. Ni haki? Na nyinyi Waislamu je, mnalipana baada ya mazishi? Hiyo kulipa ati baada ya mazishi ni wizi. Ni wizi na kukosa ubinadamu. Wachungaji wenu wamekosa ubinadamu. Mtu aliyefiliwa anafaa kusaidiwa, sio kuitishwa. Kwa sababu mtu aliyefiliwa ni kitu kimempata kwa ghafla, sio kuitishwa ile kitu akona, anafaa kusaidiwa. Katika Uislamu sijaiona shekhe ameenda kuzika mtu akasema nipatieni, ni lazima mnilipe. Hakuna. Itakuwa hata hana ubinadamu na hana Uislamu itakuwa. Wewe unafaa kuwasaidia wale watu kwa sababu wamepatwa na jangwa, mtu mmoja wao amewaondokea. Sasa wanaomboleza, sio wewe uwachukulie kitu. Ni wewe kama uko na kitu wapatie. Wakati ule mtu alikuwa haisi, alikuwa akipatia ule pasta sadaka, tena bado akikufa tena alipe. Ama anachukua ya misho. Tena pasta wengine hata wana ubinadamu, watu wanasema kama hakuna 7,000 siwezi kuja kuzika huyo mtu. Mimi nimeona, unajua familia zetu wengine ni Wakristo. Mimi nimekuwa huko. Unapata mtu ati anakuja kuzika anasema anataka shilingi 10,000. Paka inabidi maiti ikae pale mpaka zichangwe zipatikane ndio pasta apewe. Wakati ule mshirika alikuwa anatoa fungu la 10 anapelekea huyo mchungaji, anatoa sadaka anapelekea ule mchungaji. Ni kwamba hawa wachungaji wenu hawashibi. That's the problem. Hawashibi, wanataka wakule kila kitu wakule. Ni makosa hiyo, makosa makubwa mno. Hufai kulipisha mtu kwenda kuzika mtu. Ule mtu wako na shida, watu wale wamepatwa na jangwa, wanafaa ni kuomboleza, wanaomboleza. So wewe inafaa hata kama uko na uwezo waongezee kitu. Because ni jambo limemtokea kwa wakati mmoja. Sio kitu ati daily yako nayo, hapana, imemtokea. Mtu amefariki. Sio tena umchukulie, hapana. Na kuna mahali kwa Biblia nakataa. Mahali kwa Biblia, hata hakuna mahali inasema mchungaji aende akazike. Hiyo ni story tu wamejitengenezea. Vijana ndio wanaenda kuzika, sio mchungaji. 5 Matendo ya Mitume. Hii ni kitu wachungaji wametengeneza kwa sababu ni dili ya kushiba. Ni biashara walitengeneza kwa sababu ni dili yao ya kushiba. Hakuna mahali imesema wachungaji wakazike, ni vijana ndio wanaenda kuzika. 5 Matendo ya Mitume. Hizo ndugu yangu. Hata Petro hakwenda kuzika, yeye alibaki pale pale. Ndio mke wake alipokuja akapata Petro, akaambia waliochukua mwili wa bwanako kwenda kuzika watakuja kukuchukua. Sasa wachungaji hata nani aliwapatia kazi ya kwenda kuzika? Ni wao wamejipatia. Sikiza, nafasi ya mazishi kwa mchungaji hana. Kwa mazishi hana nafasi. Anania aliposikia maneno hayo akaanguka akafa. Akaanguka akakufa. Hofu nyingi kawapata watu wote waliosikia haya. Vijana wakaondoka. Wakamtia katika sanda. Wakamchukua nje. Wakamzika. Biblia inasema vijana ndio wanaenda kuzika, sio mchungaji. Wachungaji sasa walipoona hapa kuna kabiashara wanaweza pata pesa, ndio wakaingiza ujanja ati lazima mchungaji akuje azike. Akuja kuzika amejifunza kwa nani?
Yesu wakati alikuwa hai, watu wangapi walikufa Yesu akaenda kuzika? Na alichukua pesa ngapi? Wacha pesa, Yesu hajaenda kuzika mtu. Wapi alienda kuzika Yesu? Ndio mimi nataka unieleze. Hakuna. Yesu hajaenda kuzika. Hata wakati Lazaro alikufa alikuja akaambiwa tayari tusamzika, ako na siku 3. Yesu hajaenda kuzika. Wachungaji ni vitu wamejitengenezea wao wenyewe, wakaona kuna biashara iko hapa, ndio unasikia ili wazike mtu lazima walipwe. Na ule mtu alikuwa mshirika wao na lazima walipwe. So wanawafanyia biashara from A to Z. Yaani mko katika giza, na ndio Uislamu inakuja kuwatoa katika hiyo minyororo ya giza. Sasa Uislamu naye kubaliani na hivyo? Uislamu kubaliani na hiyo. Ati mtu akifa ati aende aitishwe pesa. Kwanza mtu akifa, sanda kama hana uwezo hata wa kununua sanda, na sanda ni 1,200, 500, 800, ananunuliwa au anapewa bure msikitini. Anasaidiwa na wale. Kama hana gari ya kupeleka, kwa nini? Misikiti mingi imekuja mashallah, wameweka ambulance kwa kila msikiti. Misikiti mingi hiyo ambulance inatolewa bure, inaweka mwili, anapelekwa, anaenda anazikwa. Kama kuna gharama yote inatakana ya kuweka mafuta, Waislamu wanajitolea wale wengine. Sio yule ambaye amefiwa ati ndio bado anawekewa gharama. Hapana. Waislamu wako mnasaidiana, manake ni kitu kimekuja. Yaani mtu amefiwa alafu mnamwambia lete pesa, lete pesa. Atatoa wapi shekhe? Ya Rabbi, kwani hamna huruma katika hiyo Ukristo yenu? Ndio napata hapa watu wanachanga. Hapa kuna mazishi tangu tukiwa Ramadhani bado wanachanga. Haijafika kwa sababu lazima wachange 10,000 ya mchungaji, tena wachange ya sanduku, wachange ya suti, wachange ya simu. Tena maiti unawekea simu ya kazi gani? Ya chakula. Ati tena mnaenda kukula chakula kule ni kama sherehe ndio imepatikana. Ati wewe jaza nyama hapa kwanza. Wewe unaenda kula kwa mazishi, akili yako nzuri ya kazi gani? Mtu amefiwa, wewe unaenda kula tu kufurahia pale. Sio lazima watu wakule kama mazishi. Harusi ya mwisho. Kama ile family watataka watu watabaruku ni sawa. Wao kama watataka, kama hakuna si lazima ukule katika mazishi. Hamna ulazima imewekwa hapo. Lakini nyinyi mmeweka ni lazima. So hiyo hakuna kaka. Hakuna. Swali nyingine. Ni kwamba hawa wachungaji wenu kushiba ndio hawashibi. Na Mungu alijua 56:10 kwanza. Wacha tumsomee hiyo andiko. Isaia 56:10. Mambo ni Isaia 56. Matina Gotini. Sahi. Ni hiyo moja tusikiza. 56:10. Mungu alijua hawa wachungaji shida yao hawashibi. Wala hatuna shida na wao. Ni kwa sababu wao hawataki kufuata. Sikiza Mungu anawasema namna gani? Walinzi wake ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Wote ni maumbwa. Ni maumbwa walio mabubu. Hawawezi kulia. Huota ndoto. Hulala. Upenda usingizi. Naam, maumbwa hawa ni wachoyo sana. Hawashibi kamwe. Angalia, hawashibi kamwe. Nani hawa ambao hawashibi kamwe? Malisia. Na hao ni wachungaji. Angalia, unajua mimi sijaandika hii kitabu. Hii kitabu sijaandika. Usinicheke. 56:10. Rudi, sio mimi na imeandikwa. Angalia na uangalie na macho. Sijaandika mie wala sio mwandiko yangu. Walinzi wake ni vipofu. Kwanza walinzi wake ni vipofu. Maana yake ukiongozwa na kipofu nyote mnaingia kwa shimo. Wote pia hawana maarifa. Tena hao viongozi hawana maarifa, ndio tunaona mwingine anachapa watu makofi, tena anachapa mzee wa rika yake makofi kwa kanisa. Wote ati amelala, na labda mtu ako na sleeping sickness, labda mtu ni mgonjwa na unachapa makofi ukimtukana, labda mtu mchovu. Sikiza habari. Wote ni maumbwa. Tena Mungu anasema wote hao ni maumbwa. Malisia. Walio bubu. Tena anasema hao ni maumbwa walio bubu. Hawawezi kulia. Tena hawawezi kulia. Huota ndoto. Kazi yao ni kuota ndoto. Haleluya. Niliota ndoto nikiwa binguni. Nikaona nyumba ya Mungu kubwa na nikaongea na Mungu. Haleluya. Somebody say Jesus. Sikiza habari. Hulala. Tena hupenda hulala, hawataki kwenda kufanya kazi. Wanalala tu. Hupenda usingizi. Wanapenda usingizi. Kazi yao hawezi kuamka asubuhi aende akafanye kazi kama watu wengine, kwa sababu anagoja akwambie lete fungu la 10. Naam. Maumbwa hawa wanachoyo sana. Tena wanachoyo, wakazi yao ni kuitisha, hawataki kutoa. Hawashibi kamwe. Hawawezi kushiba. Na hao ni wachungaji. Ni wachungaji. Ni 56
10 kitabu cha Isaya. Isaya 56:10 andika kabisa. Ila usiende kutolea mchungaji atakupiga mangumi. Manake anajua na nini. Alafu sio si tumeandika, ni Biblia iliyoandika, si tunanukuu tu. Ndio hiyo, ndio unaona wanakuitisha mpaka wakati wa mazishi hawawezi shiba. Usimalize manake itabomoa zaidi. My last question ni kuhusu ndoa. Ndoa ama kuoa. Kuoa, asante sana. Yes, kuoa. Ikiwa Mkristo, kijana Mkristo amepatana na msichana Muislamu. Inasemekana lazima mmoja cross awe Muislamu ama namna gani? Mbona asioe tu mwingine kwa Mkristo, mwingine abakia katika Uislamu? Asante, hakuna mahali inasema mmoja cross juu ya ndoa. Kukicross juu ya ndoa ni makosa. Kwa sababu wewe huja cross juu ya Mwenyezi Mungu. Kukross kuwa Muislamu unafaa usilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya ndoa. Na ndoa ya mtu ambaye ni mshirikina imekatazwa. Qur'ani 2:221. Hakuna kusilimu kwa ajili ya kuoa. Hiyo ukisilimu kwa ajili ya kuoa na ule uliokuwa umemuoa akikufa, si itabidi urudi kwa Ukristo wako? Kwa sababu kile kilichosababisha usilimu ni mwanamke, sio Mungu, na amekufa. Inafaa usilimu kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya mchungaji. Sio kwa ajili ya mwanamke. Kiza inasemaje Qur'ani 2:220? Wala msiwaoe wanawake washirikina. Asante. Mpaka waamini. Asante. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko mwanamke mshirikina muungwana. Asante. Hata ingawa hakupendezeni. Wala msiwaoze waume zenu washirikina. Wanawake washirikina. Isipokuwa wanawake Waislamu. Unasikia imekatazwa. Yaani wewe na usioe ati kwa sababu unataka kuoa ndio unasilimu, hapana. Hiyo kusilimu kwako itakuwa na shaka kubwa sana. Kwa sababu unafaa usilimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu leo unaweza ona mwanamke mrembo ukasilimu kwa ajili ya kumuoa, ukamuoa, mkikaa miezi 2 mkakosana. Sasa mkikosana itabidi urudi katika Ukristo, kwa sababu kile kilichosababisha ukuwe Muislamu ni ule msichana na mmeachana. Naona? So hufai kusilimu kwa ajili ya kuoa, ni makosa. We silimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mpata vizuri Mpata. Basi sina swali nyingine. Una swali nyingine? Na sisi tunakukaribisha katika Uislamu, sawa Karibu sana katika Uislamu. Mimi wananiita Salim. Wewe wanakuita nani? Martin. Martin Muislamu, Mkristo? Mkristo Martin. Asante sana. Swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Mimi ningependa kuuliza, na uweke sauti juu kidogo ndio nikupate vizuri, clear and vizuri. Kunazo vyakula round and clear. Kunazo vyakula ambazo mmekatazwa katika Uislamu msile. Chakula. Tumekatazwa kula chakula. Chakula gani? Githeri ama gani? Chakula tu yoyote, hata kama ni nyama, vitu hizo. Sasa ni nyama gani Sasa sijaelewa. Manake kila kitu ni halali isipokuwa zile Mwenyezi Mungu amekuharamishieni. Sawa? Kila kitu inakuwa ni halali isipokuwa zile Mwenyezi Mungu amekuharamishieni. Sasa unavyozungumza kuhusiana na kwa mfano nyama, tunakula nyama isipokuwa zile Mwenyezi Mungu ametuharamishia. Unapata vizuri sasa sijui unalenga mlengo gani, kwa sababu kama ni nyama tunakula nyama yoyote isipokuwa ile Mwenyezi Mungu ameharamisha. Yani Mungu ameharamisha hii msikule na hii msikule. Kwa mfano Qur'ani 5:3. Kuna vitu Mungu ameharamisha. Kiza habari inasemaje? 5:3 Qur'an. Qur'ani 5:3. Mumeharamishiwa nyamafu. Tumeharamishiwa nyamafu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Nyamafu ni mnyama aliyekufa bila kujua sababu kilichosababisha yule mnyama afe. Tumeharamishiwa kula huyo mnyama. Ni mnyamafu ambayo umepata mnyama amekufa unakula, ni makosa. Sawa? Hujui kilicho malizia? Mumeharamishwa nyamafu na damu. Na tena damu. Damu tumeharamishiwa. Vyenye mnachukua damu, mnaenda mnachoma ile damu au mnaweka kwa large intestine ama small intestine, mnaweka ndani damu, mnafunga, mnaita mutura. Unapata vizuri Hiyo ni haramu, tumekatazwa kula hiyo damu. Na nyama ya nguruwe. Na nyama ya nguruwe pia tumekatazwa kula hiyo nyama ya nguruwe. So kuna vitu ambazo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Pata vizuri Na Wakristo kunazo zingine wameambiwa wasikule. Wakristo hakuna kitu wameambiwa wasikule. Wakristo wameambiwa wakule kila kitu. Najua wao hawana sheria ya kufuata. 10:25 wa Korinto wa kwanza. Wakristo hamna kitu wameharamishiwa
Wakristo wameambiwa wale kila kitu, kwa sababu unajua hawana bado ile dini na utaratibu wa dini hawana. So wangekuwa nayo, wangekuwa wako chini ya sheria, wangeharamishiwa. 10:25 wa Korinto wa kwanza, msomea aone. Kila kitu unaambia usiache chochote. Kila kitu kiuzwacho sokoni, kuleni bila kuuliza. Ala, so Biblia nayo inaambia wa Korinto, alipokuja Paulo anasema Wakristo wakule kila kitu. Sasa kwa sababu nyinyi hamna dini na hamna sheria ya dini, sisi tuko chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu na dini ambayo inatuongoza. Paulo anasema ukule kila kitu kiuzwacho sokoni, tena bila kuuliza. Na sisi tumepatiwa uhuru. Sasa nyinyi si ni Paulo amewapatia? Sisi Mungu ametuwekea instruction. Pia Yesu alitupatia pia naye. Kwani mlikuwa mmekoloniziwa na nani? Kwani mlikuwa katika chini ya ukoloni ya nani? Sisi tuko chini ya sheria ya Mwenyezi Mungu. So ndio unaona sisi kuna vitu ambao hatuendi kula kwa sababu Mungu anatujua vizuri, lakini nyinyi kwa sababu mmekataa sheria ya Mwenyezi Mungu, ndio unaona mnafuata sheria ya Paulo, mnasema mko huru, kwa sababu Paulo anasema kuleni chochote ambacho kinazouzwa sokoni bila kuuliza. Yaani wewe ukipata hii, wewe unapepeta, ukipata hii unapepeta. Wana wa Israeli, Banu Israeli walikuwa ni Waislamu ndugu zetu, na walikuwa wameharamishiwa kula vitu kadhaa. Manufaa iko katika wanyama, lakini sisi tumeruhusiwa. Kwa mfano Qur'ani 6:147 kama sijakosea, 6:147. Nione kama nimeipata hiyo aya. Na kwa wale walio Mayahudi tuliamrisha, tuliharamishia kila mnyama. Sikiza, na kwa wale ambao walikuwa ni Mayahudi hawa tuliwaharamishia, kuna vitu waliharamishiwa. Kila mnyama mwenye kucha na katika ng'ombe na kondoo na mbuzi tukawaharamishia shahamu, mafuta yao, isipokuwa ile iliyobeba migongo yake. Angalia, wana wa Israeli walikuwa wameharamishiwa kula mafuta ya ng'ombe, ya mbuzi, isipokuwa ile ilikuwa imebeba katika maybe nundu zake. Lakini mafuta ingine ilikuwa wakichinja wanaitoa yote wanatupa. Lakini sisi tumehalalishiwa kwa sababu Mwenyezi Mungu ametufanyia wepesi. Wale walikuwa kidogo, kuna wale walikuwa na vichwa ngumu, Mungu akawa anawekea sheria ngumu mno. Kwa sababu walikuwa wakifanywa wepesi na Mwenyezi Mungu wanalete kibri. Naona, so walikuwa wameharamishiwa mpaka mafuta wako wanakula ya wanyama. Sisi tunakula vizuri kwa sababu umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mungu ametufanyia wepesi katika kila jambo, hajatuwekea uzito. Hiyo nimeelewa. Umeelewa karibu sana katika Uislamu kuliko ubaki huko bila dini. Bado. Sema bismi, nanyanyua kidole tu tunamaliza hiyo. Hii kidole tu nanyanyua hivi ni ya shahada, tunaenda msikitini. Msikitini hakuna barua. Ati lazima uandike barua sijui kwa shekhe ndio uwe katika Uislamu. Hapana. Uislamu unasimama katika nguzo 5. Ya kwanza ni shahada, ya pili ni sala. So inabidi unasali kila siku mara 5. Pata vizuri na popote ambapo upo unaweza ukatekeleza sala zako. Yaani Uislamu umefanywa wepesi na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kila mwanadamu aweze kupractice. Acha kwanza nikuulize swali. Leta. Ni for example ukiambia mtu akuwe Muislamu, anamwabudu Muhammad ama anamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia kwa Muhammad, ama anamwabudu tu Mungu direct? Unamwabudu Mungu direct. 17:110 Qur'ani. Hakuna kupitia kwa Muhammad, hakuna kupitia kwa Isa, hakuna kupitia kwa yoyote. Unaabudu Mungu direct kwa sababu Mungu anakujua hata kabla hujamuomba, anajua kile ulichokuwa unataka kumuomba. Sikiza inasema 17:110. Sema muombeni Mwenyezi Mungu, muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Unamuomba Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah bila kupitia kwa yeyote. Unamuomba yeye peke yake tu. 17:22 Qur'ani. Hakuna kupitia kwa yeyote. 17. 22 inasema kitu gani? Haya. Angalia hapo. 17 hiyo 22. Nimewasikia mkinini kupitia kwa Muhammad. Kufanyaje?
wakati for example wakati unajiintroduce hapa unasemanga sijui sifa zimwende. Hiyo sio kuabudu. Hapa sio kuabudu na abudu, hapana. Tunasema rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo sio kumuomba Mungu kupitia Muhammad, hapana. Tunamuombea Muhammad rehma zimfikie yeye na ahali zake na manabii wote wafikiwe na rehma ya Mwenyezi Mungu. Tunawaombea dua. Nasu ukamtaja yeye. Tunawataja hata Ibrahimu tunamtaja, tunataja manabii wengi kuwaombea dua Mwenyezi Mungu awarehemu, awapatie rehema ya Mwenyezi Mungu iwe juu yao, sio kuomba Mungu kupitia wao, hapana. 17:22 wewe unaomba nabii. Sikiza habari inasemaje? Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Asante. Usije ukawa mwenye kulaumiwa. Asante. Na mwenye ukosa wa kunusuru. Asante. Na Mola wako amehukumu kuwa msimuabudu yoyote ila yeye tu. Na Mungu amehukumu ya kwamba msiabudu yoyote isipokuwa yeye peke yake. Sisi tunajipeleka kwa Mungu direct, tunamwabudu Mungu, tunamuomba yale matatizo tuko nayo. Mungu anatutimizia kwa sababu sisi ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Lakini hiyo kutaja mimi nilikuwa nadhani kama mnaomba tu kupitia kwa jina lake. Tuombe kupitia. Tunamtaja Muhammad kwa sababu Mwenyezi Mungu amemtukuza pia huyu Muhammad. Na amefanya utajo wake Mwenyezi Mungu ameushikanisha na utajo wa huyu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini sio maswara ya ibada. Ukiabudu Muhammad unaenda motoni. Unafaa kumwabudu Allah peke yake. Anayefaa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake, ambaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwabudu Allah peke yake. Anafaa abudiwe Mwenyezi Mungu peke yake, sio nabii. Ukiabudu Yesu motoni, ukiabudu Musa motoni, ukiabudu Ibrahimu motoni, ukiabudu Muhammad motoni. Anayefaa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Hata Yesu alisema 4:10 Mathayo, anayefaa kuabudiwa ni Mungu peke yake. Sikiza habari we. 4:10 mambo ni ya Mathayo inasema. Inasema kitu gani? 4:10 Mathayo. Angalia hapa. Ndipo Yesu alipomwambia nenda zako Shetani. Kwa nini? Kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu pia aliambia watu imepaswa kumwabudu Mungu peke yake. Mungu anaabudiwa peke yake. Qur'an nasemaje? Qur'ani 3:64. 3:64. Qur'ani inasema usije ukaabudu Mungu pamoja na kiumbe kingine, utapata hasara kubwa sana. Una ukaabudu kwa jina la Mungu mtu. 3:64 Qur'an. 3:64 inasema. Sikiza. Sema, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manasara, njoni katika neno lilo sawa baina yetu na baina yenu. Tunaambiwa tuwaite katika neno ambalo liko sawa baina yetu sisi Waislamu na baina yenu nyinyi Manasara. Neno gani hilo? Ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu. Tusiabudu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Tukasema Mungu ana mtoto. Sasa kwanza Mungu anahitaji mtoto wa kazi gani? Wakati Mungu anajitosheresha na kila jambo, anahitaji mtoto wa kazi gani? Mimi na wewe ndio tunahitaji watoto. Kesho utakuwa mgonjwa, mtoto atakuletea dawa. Kesho utafariki, mtoto atakuridhi. Ile kanyumba kako umejenga, ile kashamba yako ulipewa na baba yako, mtoto ataridhi. Mungu hahitaji muridhi. Mungu hazeeki, Mungu hagonjeki. Anahitaji mtoto wa kazi gani? Ili amsaidie na nini? Amejitosheresha na ufalme wake na kila kitu. Anahitaji mtoto wa kazi gani? Sisi ndio tunahitaji Mungu kwa kumwabudu ili atulehemu, atupatie mali, atupatie hii, mwisho aende kwa katuingize janna. Lakini Mungu, sisi tukisema hatutamwabudu Mungu, Mungu anabaki Mungu na hawawezi pata hasara yoyote. Malisia. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu au pamoja na Mwenyezi Mungu. Wakikengeuka semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu, tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Ndio hiyo. So sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake bila kumshirikisha na chochote. So kwa hivyo Wakristo wanafanya vibaya kumwabudu. Hawa Wakristo wako katika njia iliyopotea kabisa. Mwenyezi Mungu awaongoze tu wao Waislamu, kwa sababu wao wanaenda kumwabudu Yesu, wanasema anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Badala waabudu Mungu wanaabudu kiumbe.
Waabudu Yesu, wanamwabudu Kristo. Kristo si ndio Yesu huyo? Kristo si Yesu. Kristo ni nani? Kristo sasa ni Mungu. Kuna mahali imeandikwa Kristo ni Mungu. Kristo ni cheo, sio Mungu. Na Kristo, pole sana. Kristo ni cheo, sio Mungu. Qur'ani, Biblia, Samueli, kurasa 282 ati Kristo ni Mungu. Kristo sio Mungu, Kristo ni cheo. Na ni neno ambalo linatokana na Wagiriki. Inaitwa Christos. Ni cheo, sio jina ya Mungu hiyo. Hapana, ni cheo ya binadamu. Hata rais wa Kenya akienda huko ataitwa Kristo. 282. 282, piga fanusi yake ajue Kristo maana yake nini. Maelezo yake yani. Kurasa 282, Samueli wa kwanza 2:10. Baba. Kristo ni Mungu. Kristo sio Mungu. Wewe ni Mkristo kweli? Msomee hapo chini na aone na macho yake. Na wewe ni Mkristo aliyechanganyikiwa. Neno hili, angalia hapa. Neno hili Masihi. Neno hili Masihi kwa Kiebrania ni neno la Kiebrania Masihi. Maana yake ni mtiwa mafuta. Ni mtiwa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta. Asante. Ili awe mfalme. Kwanza mfalme anaitwa Masihi, au kuhani anaitwa Masihi, au nabii anaitwa Masihi. Kwa Kiyunani ni Kristo. Ni Kristo. Nabii ndio anaitwa Kristo, sio Mungu. Mungu haitwi Kristo. Yesu ni nabii. Na Yesu ni nabii ndio akaitwa Kristo. Pole, lakini wachungaji wako wanakueleza. Simesema ni mpakwa mafuta. Mungu anapakwa mafuta na nani? Lakini sio andiko, hii ni ufafanuzi. Hii inaitwa commentary. Mungu sio mpakwa mafuta. Binadamu ndio wanapakwa mafuta, wanakuwa anointed one. Mungu anaanointiwa na nani? Wakati yeye ndio overall boss. Yaani ufikie Mungu mpake mafuta. Yaani wewe kwanza hiyo mafuta utakuwa umetoa wapi ya kwenda kumpaka Mungu? Ni Mungu ndani ya Kristo. Ndani ya Yesu sasa. Huyu Kristo, tukisema Yesu Kristo tunasema Mungu ndani ya Yesu. Imeandikwa kitabu gani? Ama ni mawazo yako? Au ni mawazo yako tu ya mtaani? Kulingana na wewe, sio kulingana na Biblia. Na venye naelewa Biblia. Wapi sasa imeandikwa tuone? Kusema ati Yesu Kristo ni kusema Mungu pamoja na Yesu. Wapi imeandikwa? Ili angalau tusome kidogo. Hapo mimi sina nini. Itabidi uende ufanye research, ukipata wewe tuletee, usiwe na wasiwasi, sawa? Hakuna mahali inasema hivyo kwa sababu Yesu binadamu kama siye. Yesu ni binadamu, wewe najua. Kama sisi. Kabisa, ni binadamu kama sisi. Ukiongezea Kristo, sasa ndio anakuwa Mungu. Kristo maana ukiongeza Kristo ni mpako wa mafuta au nabii. Hiyo ni neno la Kiyunani, ndio wanatumia neno Kristo. Sio watu wote wanatumia neno Kristo. Pole, lakini enda uifanyie research ujue vizuri. Mungu akuwa hapa duniani, akuja hapa ati apigwe afanywe nini? Hakuna kitu kama hiyo. Alafu Mungu anakuja kuwa binadamu ndio iwe nini? Mungu hajakuwa binadamu. Asante. Ameingia kwa binadamu. Sasa Mungu ataingia kwa binadamu ndio iwe nini? Sasa si ndio akuje sasa kuokoa ulimwengu. Sasa Mungu akuje aingie kwa binadamu ndio aokoe ulimwengu. Aokoe ulimwengu kutokana na nini? Wakati ulimwengu ni wake Mungu. Si watu wa kwanza walifanya dhambi. Kuwa Mkristo pia ni kibarua. Hivi mtu akifanya dhambi anafaa atubu kwa nani? Kwa Mwenyezi. So mtu wa kwanza alipofanya dhambi alitubu kwa nani? Na ukumbuke sasa si hao walikuwa wameumbwa na Mungu. Sijasema wametengenezwa ama nini. Si akifanya dhambi si anatubu kwa Mungu. Anatubu. Mungu anamsamehe. Sasa inakuhusu nini wewe? Makosa ya mtu mwingine amefanya makosa, anasamehewa na Mungu. Wewe inakuhusu nini makosa ya mtu mwingine? Wewe utaulizwa kwa makosa yako. Wachana huyo mwingine alifanya makosa akaomba msamaha kwa Mungu, akatubu kwa Mungu, Mungu akamsamehe. Hiyo ni yake na Mungu wake. Wewe utaulizwa kwa yale uliyoyachuma. Sisi ni uzao wa Adam. Hizo ni story tu umewekewa. Hauwezi kurithi dhambi ya mtu. Na huwezi kurithi utajiri wa mtu. Kila mtu anafanya mambo yake kulingana na sheria ya Mungu. So wewe huwezi ati urithi makosa ya Adam ama urithi sijui utajiri wa Adam. Hapana. Adam akifanya jambo anamuomba Mungu, Mungu anamsamehe. Wewe utaulizwa kwa yale uliyoyachuma.
Kila mtu ataulizwa kwa yale aliyokuwa akiyafanya. Hakuna mtu ataulizwa kwa makosa ya mtu mwingine. Wewe utaulizwa kwa makosa yako. Ulipozaliwa, umefika kiwango hichi, Mungu amekupa akili, amekupa kila kitu. Je, ulitekeleza ujana wako na nini? Je, ulipojua haya na haya, je, ulifuata au ulikataa? Utaulizwa kwa yale uliyoyachuma. Hautaongezewa ya mtu mwingine. Sasa nikuulize, wakati for example umesema mtu hawezi beba dhambi za mtu mwingine. Kabisa. Sasa Adam wa kwanza alitenda dhambi, si ndio? Yake na akatubu kwa Mungu. Then Mungu akaendelea kutuma manabii. Kwa nini Mungu alikuwa anatuma wa manabii moja baada ya mwingine? Manabii wanatumwa ili watu waache dhambi zao, watubu, sio kwa ajili ya dhambi ya Adam. Ine 7 kitabu cha Mathayo 4:17. Manabii hawajatumwa kuambia watu ati watubu dhambi ya Adam, hapana. Ni watu watubu madhambi yao wanayoyafanya. Ndio kazi ya manabii waliotumwa. Yaani yale uliyoyafanya wewe utubu hayo. Sio utubu ya Adam. Adam ataulizwa na Mungu kivyake, mwingine ataulizwa na Mungu kivyake. 4:17. Sikiza Yesu alipokuja alisemaje? Yesu alitumwa kwa kazi gani? Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Si unasikia? Yesu anaambia watu watubu dhambi zao, sio watubu ya Adam, hapana. Ni wewe yale unayoyafanya utubu hayo. Na Muhammad alipokuja ilikuwa ni hivyo 66:8 Qur'ani. Kwanza kwa hii verse umesoma. Amesema tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. So ufalme wa Mungu ulikuwa umekaribia. Ufalme wa Mungu unakaribia. Kusema unakaribia maana yake utakufa, utaenda kulipwa na Mungu kuingia ufalme wake. So kumaanisha Yesu ndio ana introduce hiyo ufalme wa Mungu. Manabii wote wana introduce. Kwani manabii wote, hata Musa alikuwa ana introduce ufalme wa Mungu. Utubu ndio tuingie katika ufalme wa Mungu. So kumaanisha Yesu ndio mtume wa mwisho sasa. Yesu sio mtume wa mwisho. Hakuna mahali imeandikwa Yesu ndio mtume wa mwisho. Ufalme wa Mungu umekaribia. Kwani hata Musa alikuwa anasema ufalme wa Mungu unakaribia. Manabii wote wanaambia watu ufalme wa Mungu uko karibu. Hivi wewe uko nini kabisa? Ufalme wa Mungu uko karibu. Yesu tangu aondoke, ufalme wa Mungu umefika? Unafika bado. Utafika lini? Siku ya Mungu ikifika. Halafu sasa Mungu ndiye anajua. 66:8 Qur'an. 66:8 Qur'an. Kila nabii alipokuja anaambia watu watubu. Hata nabii Nuhu alipokuja aliambia watu watubu. Manabii wote wanaambia watu watubu. Sio mambo ati wabebe dhambi za watu. Pole, lakini kama unabeba dhambi za watu, pole sana. 66:8 inasema enyi, angalia hapo, enyi mlioamini tubuni kwa Mwenyezi Mungu. Muhammad alipokuja naye anaambia watu enyi mliamini tubuni kwa Mwenyezi Mungu. So watu wanaambiwa watubu katika yale waliofanya makosa yao, watubu kwa Mungu, kwa sababu sisi hatutaulizwa mambo ya makosa waliofanya kaumu wengine. Sisi tutaulizwa kwa yale tuliyoyachuma. Na nyinyi mnaandika katika 5:6 na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe mbele za Bwana siku hiyo. Si hatutabeba dhambi ya Adam, utachukua mzigo wako mwenyewe. Kila mtu ataulizwa kwa yale aliyoyafanya kaka. Si ungebeba ya babako na mamako, uwezi. Wewe utabeba yako ambao uliyoyafanya. So karibu sana katika Uislamu. Una swali lingine? Swali lingine iko. Lakini unajua sisi tukisema yani hiyo dhambi imetu affect. Sasa nyinyi unasema sisi yani tumebeba dhambi. Nimesema ama Mungu ndiye amesema. Sasa itawa affect na nini? Dhambi itakuwa affect na nini na hujafanya wewe? Dhambi inamuaffect aliyefanya. Kwa mfano mtu akienda azini, ataafektiwa na ile dhambi, atapata ukimwi. Wewe utapatwa na ukimwi? Wewe hujafanya. Alafu sasa wewe utaafektiwa na nini? Wewe hakuna kitu inakuaffect. Aliyefanya dhambi ya uzinifu atapatwa na ukimwi. Wewe haitakupata kwa sababu wewe hukufanya. So kila mtu anaafektiwa kwa ile dhambi anayoifanya yeye mwenyewe. Sasa kulingana na Biblia, si Mungu alikuwa na visit Adam and Eve kila jioni? Atawa visit namna gani? Kwa visit kulingana na Biblia imeandikwa wapi? Alikuwa na visit, imeandikwa all of the day alikuwa anakaa. Ana visit. Hiyo ni story za ajabu. Unajua watu nao wana story nyingi sana wameweka katika Biblia. Biblia wanaweka story nyingi. Sasa hiyo hatuwezi nini ati Mungu anakuja kuwatembelea. Kwani ilikuwa ni nyumba wamejenga. Alafu Mungu wewe unadhani ni size gani ndio akuja watembelee? Si alikuwa amewaumba. Sijakataa amewaumba, yani anakuja kuwatembelea, yani anakuja akiwa namna gani ndio awatembelee.
Wewe alikutembelea mara ngapi? Si anakuja kama Mungu. Unajua mimi Anakuja kama Mungu, aje na fomu gani? mimi hapo siwezi jua. Asante, wewe fanya research. Usiwe na wasiwasi. Mimi najua umepata magugu mengi sana, lakini usiwe na wasiwasi. Ananiita Salim Ngugi wa Nyoike. Sijui wewe anakuitaje? Naitwa Axles Sumburi. Asante sana. Muislamu, Kristo? Mkristo. Mkristo. Wekelea swali tulisikie. Swali ni je, mbona Waislamu hamuimbi kanisani? Mbona Waislamu hatuimbi msikitini? Sio kanisani, msikitini. Ni kwa sababu kuimba sio sheria ya Mungu. Hakuna mahali Mungu ametupa sheria ya kuimba. Mungu ametuambia tufanye ibada. Tumeumbwa kwa ajili ya kufanya ibada, sio kwa ajili ya kuimba nyimbo. 51:56 Qur'an. 51:56 Qur'an. Inasema angalia babu 51 ndio hii, 56 ndio hii. Sikuwaumba majini na watu, sikuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu, isipokuwa wapate kumwabudu. Sisi tumeumbwa kwa kuabudu Mungu, sio kuimba nyimbo. Alafu nyimbo tunaziogopa. Manake wale waliokuwa wanaruhusiwa kuimba nyimbo ni watu ambao wako hali nyingine. Isaya 21:17. Isaya 21:17 inasema. Ama 23:16. 23:16, hebu niangalilie. 23:16 inasema. 23:16. Sikia watu walikuwa wanaimba nyimbo, ndio tunaogopa watu wanaoimba nyimbo. Hii Biblia ukisoma utatoroka, shauri yako. Mimi nikisoma usitoroke, sababu ni yako. Toa kinubi. Toa kinubi. Sikiza watu waliokuwa wanakubaliwa kuimba nyimbo, Toa kinubi. Toa kinubi. Toa kinubi. Tembea mjini. Tena wanaambiwa watembee mjini. Ewe kahaba. Ewe kahaba. Uliyesahuliwa. Piga vizuri. Imba nyimbo nyingi. Kumbe makahaba ndio wanaambiwa waimbe, tena waimbe nyimbo nyingi. Kwa nini wanaambiwa waimbe makahaba? Upate ukumbukwa tena. Kumbe makahaba ndio wanaambiwa waende waimbe nyimbo nyingi, tena watembee kwa mji wakiimba nyimbo nyingi, ndio wapate kukumbukwa. So sasa wewe nikikupatana na wewe unaimba, nitajuaje kama wewe sio kahaba? Wewe sio kahaba. So nikiimba mimi ni kahaba. Sio mimi nasema, Biblia inasema kahaba ndio anapewa ruksa ya kutembea mjini, aimbe nyimbo nzuri ili apatwe kukumbukwa. Wewe hufai kuimba 5:23 Amosi. Wewe hufai kuimba, wewe umekatazwa. Amosi 5:23. Makahaba ndio wanapewa hiyo ruksa ya kuimba, lakini wewe umekatazwa. 5:23 Amosi. Mambo ni ya Amosi. Ndio unaona sisi Waislamu hatuimbi. Kazi yetu ni kumwabudu Allahu Akbar. Yaani tunamwabudu Mwenyezi Mungu kwa rehema yake. Angalia, hii ni Amosi. Wewe umekatazwa kuimba nyimbo. 5:23. Niondoleni kelele za nyimbo zenu. Amosi anaambiwa atangazie watu waondoe kelele za nyimbo. Mungu hataki nyimbo, anatakaje? Niondoleni kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kuzisikiza sauti za vinanda vyenu. Tena Mungu anasema hataki kusikia sauti ya vinanda vyenu. Sasa je, ukiendelea kuimba na Mungu amekataza usiimbe, utapata nini? 8:3 hiyo Amosi, muonyeshe. Angalia 8:3. 8 aya ya 3 inasema tena nyimbo za hekaluni. Sasa wale wanasema wanaenda kuimba hekaruni, yani kanisani, labda hekaruni, wanasema kanisa hekaru ama nini, wanasema tena nyimbo za hekaruni zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Mungu anasema ukiimba nyimbo utaenda kulia mbele yake. Kweli. So wachana na nyimbo. Wewe kazi yako sio kulia kwa furaha, hapana, ni ile dhiki ambayo itakuwa siku ya kiyama. Kazi yako abudu Mungu. Tena nyimbo zina ufisadi. Ndio unaona pale kanisani hamwezi weka wimbo wanaume tupu. Lazima muweke wale wasichana wazuri warembo pale mbele. Alafu vizee kama mimi na wewe nawekwa huku nyuma, ndio mnatoa ile base. Tutafurahia zote kuolewa naye. Ati mwanaume tena anasema ataolewa. Ataolewa mwanaume. Si ndio mnaimba? Wanaume wako nyuma wanasema tutafurahia zote kuolewa naye, mbinguni tutapumzika harusi. Yaani wewe mwanaume uende kuolewa? Shwari. Hiyo ni makosa. Wachana hizi nyimbo hazifai. Muabudu Mungu, ibada ndio Mungu anataka. Niko na swali lingine. Leta. Kumbe swali ziko tu. Waislamu mnatoa sadaka? Waislamu mnatoa sadaka? Waislamu tunatoa sadaka tena kwa wingi sana. Tena swala la sadaka,
unaambiwa toa sadaka wakati uko hai, kwa sababu kesho ukiondoka duniani, wallahi haujui mali ulioacha kama watoto wako watakutolea sadaka. Kuna mzee mmoja amegonjeka, akawa yeye ni mgonjwa kabisa, yani hata haongei. Ikawa wale watoto wake wanaanza kuletana juu, wanasema huyu mzee wetu ako karibu kufa, wacha tumtolee sadaka. Wengine wakasema usitoe sadaka, yeye wakati alikuwa na nguvu zake hajatoa sadaka, hii mali ni yetu. Kwa nini wakati tunataka kurithi mali mnasema tutoe sadaka? Hatutatoa. Na baba yuko pale, kumbe ni mgonjwa kabisa, hawezi ongea, anasikia. Hakuwa anatoanga sadaka. Wakati alifaidiwa na Mungu akapona, ule baba alienda akatoa sadaka kwa wingi, kwa sababu unaweza acha mali wale ulioachia wasikutolee sadaka. Tena sadaka katika Uislamu tunaambiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaka inatibu maradhi yenu, yani magonjwa. Sadaka ni vizuri sana Muislamu kutoa, na Waislamu tunatoa sadaka kwa wingi, tunatoa. Hapo nimeelewa. Hujaelewa kabisa. Sasa tunapotoa sadaka, nani anayekula? Nyinyi wa Kristo mnatoa sadaka? Tunatoa sadaka. Sasa nyinyi mkitoa sadaka mnapea nani? Sadaka inaenda na wachungaji. Sadaka inaenda na wachungaji. Sasa hapo ndio ukora inaingilia. Sisi Waislamu tunatoa sadaka, lakini tunapea nani sadaka? Hakuna mahali imesema upewe mchungaji sadaka, hiyo ni wizi. Sadaka ukitoa inafaa kupewa watu gani? Qur'ani 2:273. Sikiza Qur'ani inasema sadaka ipewe watu gani? Qur'ani 2:273 inasema hivi, wewe unapatia mchungaji sadaka, mchungaji anatembea na Range Rover. Range Rover ile ambayo iko pesa ndogo, nyingi ni 40 million. Sasa mtu ambaye anatembea na Range Rover ya 40 million, na wewe tunaishi 10x10 hapa kwa kijiji, kati ya wewe na mchungaji nani anafaa kupea mwingine sadaka? Yeye anatembea na Range Rover, anaishi Karen. Nani anafaa kupea mwingine sadaka? Ni yeye anafaa kunipatia. Hauwezi kuchota maji kwa mtungi ukamwaga kwa bahari. Inafaa uchote maji kwa bahari uweke kwa mtungi. Sasa nyinyi mnafanya opposite. Poleni lakini. Yaani wewe unapatia mtu sadaka, mtu anaishi Karen shwari. Yeye ndiye anafaa akupe, wewe tunaishi hapa kijiji. Sikiza inasema mabati ya kutu tunaishi ndani, alafu unapeana pesa 273. Nani anafaa kupewa sadaka? Wapewe hizo sadaka, angalia. Wapewe hizo sadaka. Mafakiri. Sadaka tunaambiwa wapewe mafakiri. Mafakiri ni mtu hana mbele wala nyuma, ndiye anafaa kupewa sadaka. Ndio first priority kupewa sadaka. 9:60 Qur'an. 9. Alafu inaongezwa mtu mwingine anafaa kupewa sadaka. Ndio. Yaani wewe sadaka unapatia wadosi? Wadosi ndio wanafaa kukupa ama ni wewe unafaa kuwapa? Sikiza, sikizi wanawachapa makofi, shauri yenu. Pesa imezidi. 9:60. Sadaka. Sadaka. Angalia hapo. 9:60. Sadaka. Sadaka. Hupewa watu hawa. Hupewa watu hawa. Mafakiri. Mafakiri. Na maskini. Na maskini, hao ndio wanafaa kupewa sadaka, na ndio wana haki ya kula sadaka. Sio wewe unatoa sadaka, wewe unatembea miguu unapatia. Alafu sadaka inafaa kutolewa na yule mtu ambaye maybe ana uwezo, anapea yule hana uwezo. Sio yule ambaye hana uwezo ati anapea yule ako na uwezo, hapana. Haiendangi hivyo. Baba, haiendangi hivyo. Swali hapo kwa sadaka. Aleta hapo kwa sadaka. Okay, Wakristo ukiangalia kanisa zingine sadaka wanasanya round. Na kuna kanisa zingine zimewekwa hapo mtu unaenda tu ukitoa. Unaweka. Kwenu mnafanya aje? Kwetu sisi tunapatia maskini. Unapopata maskini, kwa mfano kama sisi Salim Dawa, huwa saa zingine kuna watu ambao wamesilimu ambao labda wako na matatizo haya na haya. So tunaambia wale Waislamu wana uwezo, huyu mtu ako na hii tatizo na hii na hii, anahitaji sadaka yenu. Inatolewa, anapewa. Pata vizuri Au yule mtu mwenyewe anaangalia, anajua huyu mtu ni maskini, anaona mtoto wake anatembea na suruali iliyopigwa viraka, ndio anaenda kusoma nayo, anatoa shilingi 1500, anaambia mamake yule mtoto, nenda nunua uniform ya huyu mtoto, uniform 2 au 3, ili huyu mtoto naye asome kama watoto wengine. Au unatoa sadaka, unasema hii family wanunulie chakula. Hiyo ndio sadaka inatakana. Lakini wewe sio kutoa sadaka kuongeza mdosi, tena unamuongeza sadaka ingine. Hiyo ni makosa. Mtu ambaye yuko nayo anafaa apatie wale ambao hawana. So nyinyi mnafanya makosa, kwa sababu nyinyi mnaweka pale mbele kila mtu anatoa, alafu yule anayechukua, kwanza kama leo Sunday, mwenye anabarikiwa ni mchungaji. Mchungaji ndio anabarikiwa sana. Kwa sababu kila mtu, wewe umetoka kwako na 1000, mwingine 1000, mkiingia pale mchungaji amekuja, yeye hana kitu. Lakini yeye akitoka, atatoka na hiyo pesa yote aliyokusanya pale, anaenda na mke wake, wanaingia KFC kwanza.
Anaambia watoto wake kila mtu apate kuku hapo na chips. Wewe na mtoto wako mnatembea miguu, hata fare hamna ya kupanda gari. Ati mnaenda mkisembea kutembea na Yesu. Kumbe ni fare imeisha. Naona ni fare imeisha. Ndio unatembea mguu. Hiyo ni makosa. Ni kujipa dhiki. Haufai kujipa dhiki namna hivyo. Kama huna, haujalazimishwa kutoa kama huna. Hakuna ulazima ya kutoa kwa mtu ambaye hana. Kwa mfano katika Uislamu kuna nguzo ya 3, ambayo hii nguzo ya 3 ni zaka. Hii zaka inatolewa na wale ambao wako na hiyo mali imefika ya kutoa zaka, ambao nyinyi mmeibadilisha mkaita fungu la 10, ambao mnaitoa kila mwezi. Ni makosa. Hakuna fungu ya 10 inatolewa kila mwezi. Ni uongo na unyang'anyi. Fungu la 10 haitolewi kila mwezi, inatolewa mwaka mara moja. Na ndio inaitwa zaka. Nyinyi mnatoa kila mwisho wa mwezi, ni wizi. Biblia inasema fungu la 10 itolewe mwaka mara moja. Kumbukumbu ya Taurati 14:22. Poleni sana, kuna mambo mengi hamjajua. 14:22. 14:22. Na ndio unaona kama pale mnaweka hata kawimbo kazuri kakubembeleza watu. Ati toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe, Bwana anakuona mpaka mfukoni mwako. Toa noti, wacha shilingi. Yani wewe anaona tu noti. Wacha ni mchezo. Anaona tu noti. Sikia inasemaje 14:22. Kutoa fungu la 10 ni mwaka mara moja. Usiache kutoa zaka. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu yako. Mbegu zako yatokao shambani mwako baada ya mwaka. Baada ya mwaka teremka. Baada ya mwaka nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako. Teremka. Mahali atakapochagua apakalishe jina lake. Zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima, na njia ikiwa ndefu mno naye usiweze kuzichukua, kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno. Atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, hapo atakapo karibikia Bwana Mungu wako, ndipo uzibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha uende nazo mkononi mwako hata mahali atakapochagua Bwana Mungu wako. Na zile fedha zitumie, sio upeane, zitumie kwa chochote utakacho tamani roho yako. Ng'ombe au kondoo au divai au kileo au roho yako itakacho kweko chochote, nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako. Tena furahia wewe na nyumba yako na Mlawi aliye ndani ya mlango yako. Usimwache, kwani hana fungu wala urithi pamoja nawe. Kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lote. Kila mwaka, sio kila mwezi. Sasa nyinyi shida yenu, kwa sababu wachungaji walijua weakness ya Wakristo, ni kwamba weakness ya Wakristo wasomi Biblia, na Wakristo wakisoma Biblia, mchungaji anakuja anapindua, anasema ukisoma Biblia bila Roho Mtakatifu hauwezi kufahamu. Na nyinyi Wakristo hamna Roho Mtakatifu isipokuwa mchungaji. Sasa inabidi wewe uwezi mwambia hii sadaka hii inatolewa mwaka mara moja. So mnanyang'anywa kila mwisho wa mwezi atutoe fungu la 10. Hakuna kitu kama hiyo. Ni mwaka mara moja, na ukitoa inafaa upe maskini. Wale watu hawajiwezi. Pata vizuri Hakuna kutoa ati kila mwaka, hapana. Kila mwezi unatoa mwaka mara moja. Mungu hawezi kuleta kitu ambayo inakufinya wewe, hapana. Mungu analeta kitu ambayo inakusaidia binadamu. Sawa, hapo nimeelewa. Alafu nina swali nyingine. Leta hiyo swali nyingine. Sisi kanisa, nyinyi kanisani. Kanisani kiongozi wetu ni pastor. Kiongozi wenyu ni pastor kanisani. Nyinyi msikitini? Sisi msikitini tunaongozwa na kiongozi anaitwa hivi. Qur'ani 16:120.
Si ndio nataka nikuonyeshe? Ongeza swali juu yake. Kabla uongeze ndio nakupa wale viongozi wanatuongoza msikitini 16 120. Sikiza viongozi ambao wanatuongoza msikitini wanaitwaje? Alafu niongezee. Alafu ongeze, hakuna shida. 16 nasema. Wale viongozi wanatuongoza msikitini wanaitwaje? Hakika Ibrahimu. Hakika yeye Ibrahimu alikuwa imamu. Viongozi ambao wanatuongoza msikitini wanaitwa imamu. Ndio utasikia imamu wa msikiti wa Mkuru kwa Ruben, imamu wa msikiti wa Jenga, wanaitwa maimamu. Na Ibrahimu alikuwa ni imamu, anaongoza msikiti wa Maka. Sasa sisi pasta huwa wanalipwa. Mapasta wanalipwa. Wanalipwa na nani? Wakati sadaka zinakusanywa, kuna ile wanasema kwenda kufunga ripoti. So watafunga ripoti kama ya hiyo region, waende mapasta wakae wafanya mahesabu, kuna kiasi ya pesa itawekwa kwa account, the rest wanagawana. Alafu wanagawana wale wengine salary. Asante. Maimamu huwa wanalipwa baadhi yao kwa sababu lakini inakuwa ile msikiti iko na wakfu. Wakfu ni kwamba ile msikiti inajengwa kitu ambayo inasaidia generating project ya ile msikiti. Sio watu wanaitishwa sadaka kila wakati atuwalipe imamu, hapana. Kwa sababu sadaka lengo yake sio kulipa imamu. Sadaka lengo lake ni kusaidia maskini. Unaona So inajengwa wakfu kwa ile msikiti. Yaani kama ni nyumba za kukodisha na nini, hiyo ni project ya ile msikiti. Sasa ikichukuliwa rent, kuna ile fungu ambayo anaangaliwa yule imamu. Sawa Na imamu pia anakuwa na biashara yake anaendeleza. Unanielewa? Mtu anajitokeza anamlipa mshahara. Au wanajitokeza wale matajiri tunawaita maluatan, wanawaangalia maimamu, ni vizuri sana. Lakini sio ati waumini kila Ijumaa leteni sadaka tukalipe imamu, hakuna hiyo. Hiyo utaratibu hakuna, kwa sababu sadaka sio ya kulipa imamu. Sadaka ni ya maskini na mafukara na wale watu wanaotiwa nguvu katika Uislamu, na watu ambao wako na deni ndio wanapewa sadaka wakalipe hiyo deni yao. Sio ya kulipa maimamu sadaka. So waimamu wakilipo inakuwa kuna ile protocol imepitishwa, kama ni project iko pale inatolewa pesa kwa ile nyumba za kodisha, anapewa imamu. Au tajiri anajitolea, ako na kampuni yake, anasema nileteeni maimamu 10, mimi nitakuwa nikuwalipa, anaweka katika payroll ya kampuni yake. Maana ana kampuni kubwa, inakuwa ni sadaka kwake pia. Sawa, kwa Wakristo unaambiwa kwanza umeniambia viongozi wenu wanaitwa wachungaji. Si ndio umesema? Pastor ni kizungu, kwa Kiswahili mchungaji. Wachungaji. Ndio tatizo mko nayo, mlianzia pale 56 Yeremia. 6 Yeremia. Kumbe viongozi wenu ni wachungaji. Hiyo ndio matatizo ilianza 56 Yeremia. Ndio matatizo yalianza pale, kuongozwa na mchungaji. Angalia Mungu anawalaumu hao wachungaji. Mungu anasemaje kuhusiana na wachungaji? Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao maskini wamewapoteza. Wachungaji wenu ndio wanawapoteza, hiyo ndio shida. Umeelewa? Nimepata. Mungu anasema wachungaji kazi yenu kuwapoteza. Nimeelewa. Poleni lakini. Weka hiyo swali lingine. Leta nyingine. Sasa swali ya mwisho ni Wakristo unaambiwa ulete pesa wa kuombe. Ulete pesa wa kuombe. Asante. Kwa Uislamu? Kwa Uislamu hakuna hiyo. Hiyo itakuwa ni wizi. Wewe Muislamu ukisikia mtu anakuambia ati lazima ulete pesa kuombe, hiyo itakuwa ni wizi. Kwa sababu kuombea mtu unaweza kumuombea bila kutoa chochote. Unamfanyia dua hata bila yeye kujua, unamuombea, unampatia, unaomba Mwenyezi Mungu afungulie Waislamu wote, Mwenyezi Mungu awape shifa Waislamu wote. Sio lazima mtu atoe pesa ndio aombewe. Unaona? Alafu nyinyi huwa mimi nachangaa. Mchungaji anapotaka gari, yeye nyinyi mnachangishwa ili mchungaji anunue gari. Wewe unapotaka gari unaambiwa utoe pesa uombewe. Mbona mchungaji msimuombee yeye? Apate gari bila kuchangiwa. Wewe uone make sense. Unaona, so mmekoniwa na hiyo jambo. Kwanza itakuwa unanunua yale maombi, kwa sababu kama una pesa ya kutoa ndio uombewe, wewe huwezi ombewa. Unaona? So maombi yanafanywa, dua hata kwa msikiti, dua inafanywa kwa ajili ya watu wote. Kuna wale wametoa, kuna wale hawajatoa. Kwa mfano kama kunafanywa mchango wa jambo fulani, watu wakatoa, dua inafanywa kwa ajili ya wote ambao wako katika ule msikiti, na wale wametoa na wale hawajatoa. Kuna mtu ako na nia ya kutoa na hajatoa.
Para vizuri. Kama sisi wakati mwingine tunafanya mchango kwa ajili ya kusaidia jambo fulani, labda tuna microphone tunahitaji, Waislamu tunawaambia watoe. Tunapofanya dua tunawaambia Waislamu wote, wale waliotoa na wale hawakutoa, Mwenyezi Mungu awape. Kuna mtu alikuwa na nia ya kutoa na kumbe hana uwezo wa kutoa, lakini nia yako nayo. Napata vizuri. So unafanya dua kwa ajili ya wote. Kwa jumla. Unaelewa? Nimeelewa. Sina swali nyingine. So karibu sana katika Uislamu. Acha nifikirie. Unafikiria. Muhammad unamjua? Kumsikia. Kumsikia. Unamsikia kama nani? Muhammad alikuwa kiongozi wa Waislamu. Muhammad alikuwa kiongozi wa Waislamu. Hapo ni kweli umepata vizuri, ila yeye wewe unasikia tu Muhammad. Muhammad nani? 21:107 Qur'an. 21:107 inasema. Kwanza umsikie huyu Muhammad ni nani? Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake. Kila mmoja alikuwa anatumwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ametumwa kwa watu wote. Ametumwa kwa Waluya, kwa Wakisii, kwa Wakikuyu, kwa Wajaluo, kwa Wataita, kwa kila mtu, Mkamba, nani, wametumiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesu katumwa kwa ajili ya kabila ya wana wa Israeli, kabila 12. Apart from that, Yesu ajui watu wengine. Lakini Muhammad katumwa kwa ajili ya kila mwanadamu, akiwemo wewe mmoja. Na Uislamu ikafanywa ni dini ya kila mwanadamu. Hakuna supremacy katika Uislamu, ati Waarabu wako na supremacy katika Uislamu, hakuna. Hakuna supremacy katika rangi yako. Supremacy ambayo inapatikana katika Uislamu ni moja, 49:13 Qur'an. Hakuna aliye bora kuliko mwingine isipokuwa huyu mmoja anayepatikana. 49:13 inasema. Angalia hapo. Enyi watu, kwa hakika tumekuumbeni nyote kwa yule mwanamume mmoja Adamu na yule mwanamke mmoja Hawa. Na tumekufanyieni mataifa na makabila mbalimbali ili mjuane tu. Basi sio kukajeliana. Hakika aheshimiwaye sana miongoni mwenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule amchaye Mungu zaidi katika nyinyi. Unasikia, ambaye anapatiwa heshima katika Uislamu ni yule ambaye ni mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi. Sio kwamba rangi yako ama lugha yako ama nini, hapana. Na ndio ukiingia kwa msikiti, wallahi huwezi jua. Tunaingianga kwa msikiti, kwa mfano ukienda msikiti ya Adams kidogo uende kusali hapo, utasali na watu wakubwa kwa serikali, hata huwezi jua. Wewe unasimama hivi unapata labda Joho wako hapa, fulani yako hapa, hata hujui, unamwambia songeza mguu vizuri, shikanisha hapa. Kumbe ukitoka ndio unajua huyu ni waziri, unapata walinzi huko nje na nini. Unapata vizuri. Alafu pale msikitini ubora yake ni kwamba akiingia hata ingie rais. Hakuna ati wewe maskini ondoka hapa rais akuje hapa mbele. Sio kama kanisani. Kanisani akija tu MCA, wewe unaambiwa bro, hebu ondoka, kiongozi amekuja. Unawekwa huko nyuma. Kwa nini? Kwa sababu mchungaji anajua huyu MCA atatoa fungu nono. Msikitini hakuna hiyo. Akija na ni waziri, minister amechelewa, anaswali huko nje. Na hata hamtajua kama kulikuwa waziri, kwa sababu hakuna time ya kupewa ufanye politics katika msikiti, hakuna. Wewe ukitaka politics kwenda huko nje. Msikiti ni nyumba ya ibada, ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kila mtu anaruhusiwa kuja kufanya ibada, ukimaliza ibada watu wanaondoka. Ndio the best ya msikiti. Alikuja rais wa Sudan, akiitwa Omar Bashir zama hizo wakati wa Kibaki. Alikuja akaswali hapa msikiti ya Randes. Alipokuja msikiti ya Randes alichelewa Ijumaa, akapata imejaa, imebaki nafasi hapo kwa varanda. Aliswali na ni rais wa huko wa nchi nyingine, aliswali kwa varanda. Si ati watu waondolewe pale mbele ati rais akuje nani? Urais ni kwake kwa ofisi. Pale ni nyumba ya Mungu, kila mtu ni bora. Wamekuja kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini waacha MP akuje kwa kanisa, wewe utaongolewa pale mbele, utena mbio wewe. So msikiti ni nyumba ya watu wote, alafu watu wote wanawekwa katika level moja. Hiyo ndio uzuri ya Uislamu. Haubagulii kwa ajili ya rangi yako, hapana. Alafu kiongozi anayeongoza haongozi ati kwa sababu ya lugha yake ama taifa yake ama rangi yake, anaongoza kwa sababu ya elimu yake. Sasa wewe ukisilimu na ukasoma vizuri unakuwa imamu. Kwa sababu kinachoangaliwa pale anayeongoza ni elimu ambayo yuko nayo. Sio kwa ajili ya rangi yako ama nini, hapana. Pada vizuri. Na hakuna kufungua msikiti yako ati unajenga kama msikiti unaweka picha yako na ya mke wako. Hakuna hiyo.
Msikiti inakuwa ni ya society. Society ile iko pale ndio inalani ile msikiti. Pata vizuri ndio watajua maji itatoka wapi, ndio watajua rangi itapigwa namna gani, society ya Kiislamu. Na hakuna kuweka picha yako na ya bibi yako kwa msikiti. Hiyo peleka kwako nyumbani. Na hata iruhusi kwa Waislamu kuweka picha kwa nyumba. Hapana vizuri, lakini kwa kanisa tunapata tu mtu anaweka picha yake na ya mke wake. Manake ni property yake. Ona makosa mahali inaingilia. So karibu sana. Uislamu nafasi iko. Siko tayari, acha nifikirie. Hauko tayari kwa saizi. Na sisi katika Uislamu kama hauko tayari, inasemaje Qur'ani 2:256? 6 inasema. Kama hauko tayari inasemaje? Lazimishwi baba. Qur'ani 2:256 tukimalizia. Angalia hapo ndio hii. 56 inasema. Inasemaje? Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Hakuna kumlazimisha mtu kuingia katika dini. Sisi Waislamu hatuna nafasi ya kumlazimisha mtu. Kazi yetu ni kufikisha, sawa Kesho tuko hapa, ukipata nafasi unakuja jioni. Kila jioni kuanzia saa 10:30 tukimaliza kuswali asiri tunakuja hapa. Wewe unafanya kazi yako kuanzia asubuhi mpaka saa 10. Saa 10:30 ukipata nafasi njoo hapa. Na swali yako inshallah uliza ile kitu unataka. Pata vizuri kwa ajili ya Allah, na sisi tunakusaidia, tunakunini, alafu tunakuambia uende kufanya research zaidi. So tunasema alhamdulillah kwa nyinyi kusikiza, na kama kuna jambo umeliona nzuri basi fuata. Naona kama kuna jambo umeona bado fanya research. Enda uangalie. Manake sisi hata ukisilimu, jambo la kwanza ukisilimu unaenda kufunzwa ili usome ndio ujue unachokifuata. Huwezi kuabudu Mungu ambaye humjui, lazima usome ndio umjue. Anafaa kuabudiwa namna gani, nini Mungu ameharamisha, nini Mungu amekubali, lazima usome ujue. Ukiona Muislamu yote akipita wengi wamesoma, wanajua kile wanachokiabudu. Sio unapelekwa tu mbumbum. Kama kule Shakahola watu walipelekwa wakaambiwa ati wafunge wakamuone Yesu. Walikufa bure na Mungu anaenda kuwachoma bure. Kwa sababu Mungu hapendi wajinga. Sawa So karibu sana katika Uislamu. Karibu sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muda nao umeisha, tunakimbia kusali magharib.